ili tuweze kuelewa na maandiko. Tunapoelewa na maandiko anasema mtakapojua kweli itaweka huru kweli. Maana Yesu asifiwe. Tunamhitaji Mungu sana katika nyakati hizo. Kwa hiyo ili kuelewa neno la Mungu halitokani na elimu ya kidunia. Yapo elimu ya kidunia ni amini. Haitokani na ile uzoefu wala huduma wa muda mrefu. Yapo uzoefu nao ni amini. Haitokani na namna yote. Haitokani na namna ya kibinadamu. Inatokana na udhihirisho wa ufunuo wa Roho Mtakatifu mwenyewe. Yeye ndio mwalimu. Ukiwa naye yeye atatufundisha. Ukiwa naye yeye utakuwa umekamilika. Asipo yeye sisi bado tumepungukiwa. Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wa kipekee katika nafasi hiyo ambayo Yesu ameachilia. Na maana anasema huyo Roho Mtakatifu hatakuja hatawafundisha. Yeye ndio mwalimu na kuwafundisha na kutukumbusha pia yote ambayo Yesu ameyasema. Kumbuka Yesu kuanzia mwanzo mpaka ufunuo. Yesu asifiwe. Sio tu kia kipekee ile agano jipya pekee yake. Lakini tunajifunza pia bila yeye neno linaweza kuwa somo la kitu. Bila yeye neno hili ambalo tunalisoma linaweza kuwa la akili tu. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa tunasoma neno la Mungu kwa juhudi zote, tunajifunza, tunakuja, lakini bila Roho Mtakatifu ile neno linaenda kama yake, aliende kwenye. Tunasema katika ile tuombe katika roho, tuombe katika roho, tusiombe kwenye akili. Wakati wewe tunaomba kwa kutumia akili pekee yake. Lakini Roho Mungu anasema tuombe katika roho. Kwa hiyo bila Roho Mtakatifu neno linaweza kuwa somo au mafundisho ya akili pekee yake. Hayaendi kwenye moyo, hakuna mabadiliko lolote. Kwa sababu mabadiliko yanakuja pale neno linapogusa moyo. Ndipo sasa unaweza kuona mtu katika maisha yake ya binafsi na kusoma neno. Bwana Yesu asifiwe. Kule katika andiko Yohana 6 au mstari wa 3 anasema maneno aliyowaambia leo tena ni uzima. Kwa hiyo neno Roho Mtakatifu ndio pekee naye atakimenya chakula hiki cha neno ili kuweza kuwa uzima ndani ya maisha yetu. Yeye ndio anaweza kufanya mabadiliko haya. Na kukibadilisha sasa sio kisha katika akili, ili kiweze kuwa ni uzima ndani ya maisha ya muumini. Bila Roho Mtakatifu neno tunalisoma atakuwa tutasoma litakuwa kwenye akili tu. Tutatoka hapa tutajifunza, lakini haliwezi kuzuia, haliwezi kufanya uombe wapitii siku zote. Hata katika nyakati ngumu, katika nyakati umechoka, utaweza utaomba, utakojisikia tu kwa hisia, lakini utaomba hata katikati ya mateso utakuwa tayari umetoa kwa moyo, kama vile tunavyoona katika Ibrania 11 wale watu wa imani. Hatutaweza kufanya hivyo. Roho Mtakatifu ndio mwenye uwezo wa kuuisha neno ili uweze kuzaa matunda. Roho Mtakatifu pekee. Roho Mtakatifu ndio anauisha mioyo na roho ya Mungu. Lakini Roho Mtakatifu hutufundisha kwa njia ya binafsi. Roho Mtakatifu hii kama tunavyoona hivi neno linatoka kwa ajili ya watu wote. Lakini Roho Mtakatifu hivi linavyotoka hivi linapenya, linakwenda, linagusa maisha ya mtu binafsi. Linageuka kuwa la kijumla, linaenda kuwa la kibinafsi. Linagusa mmoja mmoja. Roho Mtakatifu ndiye anayechua. Neno hilo linapotoka linaweza kuwa faraja kwa mtu mwingine. Neno hilo likitoka linakuwa onyo kwa mtu mwingine. Neno hilo linapotoka linakuwa ni tofauti, haliji kwa ujumla. Roho Mtakatifu si wa ujumla. Anaofanya hivyo ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tunamaliza. Maana sasa hata yeye mwenyewe anasema atawaongoza watie kwenye kweli yote. Roho Mtakatifu ndiye anayefundisha katika mambo yote ndani na safari ya kiroho ya mtu na mtu. Kwa sababu maisha yetu ya kiroho yanabishana na ukuaji wetu wa kiroho kati ya mtu na mtu. Uwezo wetu katika ulimwengu wa kujua mambo ya rohoni na kumfuata Yesu unabishana. Neno linalotoka Roho Mtakatifu analiachia vile vile, anakwenda kwa kadri ya mtu
na uelewa wake na nafasi yake katika ulimwengu mambo ya roho na kumjua Mungu, yeye anakuchukua vile kama mtoto unapomruhusu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapomruhusu Roho Mtakatifu, huyu Roho Mtakatifu ana kazi hiyo katika maisha yetu. Kwa hiyo yeye anatufundisha kwa njia binafsi. Yeye ndio mwalimu wa kweli katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na mara sasa katika Zaburi ya 119 na 130 anasema kuingia kwa maneno yako unatia nuru na unamfahamisha mjinga. Kuingia kwa maneno yako unatia nuru na unamfahamisha mjinga. Lakini katika ile waraka wa kwanza wa Yohana 2:27 anasema na nyinyi mpaka ule mliopokea kwake unakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu au afundishe, bali kama vile upako wake unavyowafundisha mambo yote, tena ni kweli wala si uongo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio mwalimu wa kanisa. Yeye tukimjua yeye unahitaji kufundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anakuja na aliachia neno, halafu anaanza kufundisha. Hata unapokaa wako katika kutafakari zaidi, ukiwa wewe na Roho Mtakatifu, hapo kwa watu na Roho Mtakatifu anaanza kuachilia sasa. Yeye mwenyewe mafunuo kulingana na namna ambavyo yeye mwenyewe Roho Mtakatifu anaona tunahitaji. Kwa Roho Mtakatifu yeye ndio mwalimu wa kila kitu. Yeye hukumbusha mafundisho yote ya Kristo, na yeye ndio anaasili tabia ya Kristo ili iweze kumbika ndani yetu. Bila Roho Mtakatifu hakuna tabia ya Kristo. Bila Roho Mtakatifu hatuwezi kufanana na Kristo. Hata kwa juhudi zetu hatuwezi. Bila Roho Mtakatifu tutafanana na Roho Mtakatifu. Siku kali siku za kwenda mbele, utukufu kwenda utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi ndio kwenda tukimalizia kipengele, lakini tunapaswa turuhusu Roho Mtakatifu atawale fikra zetu. Tunapaswa kuruhusu Roho Mtakatifu atawale fikra zetu. Tunapaswa kuruhusu Roho Mtakatifu atawale fikra zetu. Tunapaswa kuruhusu Roho Mtakatifu atawale fikra zetu. Hii inasema katika Warumi 8:6 anasema kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Tunapomruhusu Roho Mtakatifu kutawala fikra zetu, yeye ndio kila kitu, kunaleta amani na ushindi wa kiroho. Tunapomruhusu na kumpa nafasi katika fikra zetu, yeye anaweza yote. Wakati fulani Roho Mtakatifu aliniambia, mwanangu, sasa nakupa sheria mpya. Hata kuwaza uovu sio kutenda. Kuwaza uovu usiwaze. Kwa sababu Roho Mtakatifu anajua dhambi yoyote inaanzia moyoni, inatoka nje. Tunaweza kudhibiti katika mawazo. Wazo wote unaokuja ndani yako unasema huyu hapo shetani katika jina la Yesu. Kwa hiyo sasa unaanza kudhibiti na kuruhusu Roho Mtakatifu anaanza kutawala fikra zetu. Fikra zetu zitawaliwe na Roho Mtakatifu. Anaanza kwanza kuzitawala mwenyewe. Kwa yale mawazo yote mabaya yasiyofaa yanaanza kukimbia yenyewe, kwa sababu Roho wa Mungu tumruhusu hawezi kutawala fikra zetu. Ruhusu Roho Mtakatifu hawezi kutawala fikra zetu. Kuongozwa na akili ya Roho. Roho mwenyewe hawezi kutuongoza. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya Roho ni uzima na amani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana katika Wakorintho wa kwanza 2:16 anasema, lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Nia ya Kristo. Yeye anajua mawazo ya Mungu, anaweza kuchukua mioyo ya wanadamu na anatuombea kulingana na mapenzi ya Mungu. Yeye ndio kila kitu. Tukimpata yeye, tumepata kila kitu. Naomba kipengele hiki cha tunataka tuendelee nacho, tutaendelea nacho Jumapili ijayo, kinachohusu Roho Mtakatifu anaongea. Hii tuweze kukamilisha kipengele cha nafsi ya Roho Mtakatifu. Tukimaliza wiki ijayo pia tutajifunza kazi ya Roho Mtakatifu katika Agano la Kale. Hapo pia tutapitia na Agano Jipya kama nafasi za nusu
tutaendelea na kuendelea kadri Roho Mtakatifu anavyotaka. Tutajifunza hili somo mpaka tulimalize, na tuombe tu Roho Mtakatifu aweze kutusaidia tuweze kumjua, kwa sababu tunapomjua namna hii ndivyo ambavyo tunazidi kumruhusu. Bwana Yesu asifiwe. Basi tufungue macho sasa, tumshukuru Roho Mtakatifu. Ninakushukuru kwa ajili ya neno hili zuri, ni neno lako lenye kuleta uzima. Watoto wako tumesimama mahali hapa kwa ajili ya kusudi moja tu la kuja mbele zako. Naomba endelea kutufundisha, endelea kutukumbusha, endelea kutubadilisha ili tuweze kufanana na Kristo. Omba tabia ya Kristo ndani yetu, kwa sababu peke yetu sisi hatuwezi katika safari hii ya kwenda mbinguni. Ninaomba Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi. Asante kwa uaminifu wako, watu wako wao pia naweka chini mkono wako ule imara, mkono wako wenye haki. Asante kwa uaminifu wako, katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen.